Baduke Stars, Sport Next Level. Pengine njia hii walioibuni FIFA, shirikisho la mpira wa miguu duniani, kwa kiasi fulani litapunguza makosa ambayo yamekuwa yakifanywa na waamuzi kila uchwao katika mechi mbalimbali za mpira wa miguu. Kwamba sasa licha kuwapo kwa teknolojia ya VAR, video assistant referee, ambayo husaidia kuwapo kwa marejeo ya picha za video ambazo husaidia maamuzi, licha ya kuwapo kwa goal line technology, teknolojia ya kutambua kama mpira umevuka mstari wa goli, lakini sasa FIFA katika kukabiliana, katika kupunguza makosa ya waamuzi, mengine ya kibinadamu, mengine ya uzembe tu, mengine yatokanayo pengine na sababu za ziada zisizo na ushahidi wa moja kwa moja, basi FIFA wamekuja na njia mbadala. Ambayo ni ipi? FIFA wamekuja na mapendekezo ya njia mbili za kujaribu kupunguza makosa ya waamuzi kwa kuongeza uwajibikaji na uwazi katika maamuzi yao, lakini wakati huo pia wakidhibiti katika mapendekezo hayo mapya, wakidhibiti upotezwaji muda unaofanywa na makipa. Haya ni mambo mawili kati ya mambo kadhaa ambayo shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linatarajiwa kuya-implement, kuyajaribu, kuyatekeleza katika michuano inayoanza Juni 14 mpaka Julai 13 ya kombe la dunia la FIFA kwa klabu. Yes, tunasema FIFA Club World Cup ambayo itaanza Juni 14 mpaka Julai 3 mwaka huu 2025 pale nchini Marekani, ambapo klabu 32 zinashiriki michuano hii. 4 zinatoka Afrika, 4 zinatoka Asia, 4 zinatoka Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean, lakini kuna 6 zinatoka CONMEBOL kule Amerika ya Kusini, 1 inatoka Oceania, 12 zinatoka Ulaya, kwa maana kwenye shirikisho la mpira wa miguu barani Ulaya UEFA, na kisha 1 inatoka Marekani. Kwa hiyo kuna klabu 32 zinakwenda kushiriki michuano hii. Sasa njia hizo mbili ambazo zimependekezwa kuonekana au kutekelezwa katika michuano hiyo ni zipi? Moja ndio hii ya kudhibiti marefa. Kwa kufanyaje? Kwa kuhakikisha sasa zinatumika kamera ambazo marefa watafungwa milini mwao. Kama uonavyo hivyo kwenye picha hapo, ni kwamba kamera hizi zitasaidia mwamuzi kila anapoangalia kwenye uelekeo wake, basi video ya pale anapopaangalia inachukuliwa na kuonyeshwa live kwa mashabiki. Yaani kwenye matangazo mubashara ya televisheni, basi vipande hivyo vya video ambavyo vinahusisha jicho la mwamuzi linapotazama kwenye mwelekeo wake, mashabiki watapata nafasi na wao ya kuona kile ambacho mwamuzi anakiona, ili mwisho wa siku bila shaka kwenye maamuzi anayotoa mwamuzi, basi ifahamike wazi kwamba ameshuhudia kwa macho yake kile alichokiona. Ndio maana akatoa mapendekezo, akaamua kulingana na utekelezaji au tafsiri ya sheria 17 za mpira wa miguu, kwa maana kwamba sasa itapunguza au itaondosha yale madai kwamba tukio hili wakati linatokea mwamuzi X hakuliona. Badala yake kile anachokiona mwamuzi ndicho watachokiona mashabiki, ili asije akahukumiwa mwamuzi kwa mambo ambayo kumbe yeye hakuyaona, na wananchi, watazamaji, mashabiki watashuhudia kila pointi ambayo mwamuzi anaangalia na kuona, na wao wanaona kupitia hizo kamera ambazo kwa lugha nyingine tunasema hii ni participatory way, ni njia ya ushirikishwaji ya mashabiki katika mchezo wa mpira wa miguu. Faida yake ni kwamba kwanza inazidi kuwaleta karibu mashabiki, wadau wa mpira wa miguu, lakini pili inaongeza uwazi na uwajibikaji. Mwamuzi asije ikawa sehemu ya kujitetea kwamba hajaona tukio fulani, kwa sababu licha kuwapo kwa VAR na waamuzi wasaidizi kwenye chumba cha VAR na wale walio kwenye mistari pembeni lines, bado kile anachokishuhudia ndicho watu wote ulimwenguni watakiona kupitia video za kile anachokiona. Kwa hiyo akiamua ajue kwamba dunia nzima pia inaona kile anachokiona yeye, asije akasema labda watu wanaona ambacho yeye hakukiona, wanakiona wote kwa pamoja katika tafsiri. Kufanya hivyo, bila shaka FIFA inaamini kabisa kwamba itapunguza makosa na kuongeza uwajibikaji na ufanisi katika utekelezaji, hasa kupitia kamati yake ya waamuzi chini ya Collina. Tunafahamu vizuri mwamuzi huyu mzoefu wa Italia. Wamependekeza kitu hiki na kitafanywa majaribio kwenye michuano hii ya kombe la dunia la klabu la FIFA. Kwa hiyo hapa tunazungumzia matumizi ya kamera. Lakini la pili
ni juu ya maboresho ya sheria kwa golikipa kuhold mipira wakati mechi ikiendelea, kwamba hivi sasa inafahamika wazi golikipa akikamata mpira akakaa nao kwa kuanzia sekunde 6, zaidi ya sekunde 6, basi kinachotokea huwa ni faulo, pigo lisilokuwa la moja kwa moja, tunasema indirect free kick, ambalo mara nyingi timu yenye kupigiwa faulo hizo hujipanga vyema wakati mwingine na kufanya kusiwe na madhara kihivyo. Lakini sasa FIFA imekuja na pendekezo lingine kwamba golikipa anapokaa na mpira kwa sekunde zikifika 8, basi saa hiyo hiyo inakuwa kona. Ndio. Yaani mpira unaenda kuwekwa kwenye kona, wanapigiwa kona kwenye timu yake. Kwa hiyo hapa haya ni mapendekezo mengine ya kuwapo kwa kona kila golikipa anapokamata mpira na kukaa nao kwa sekunde 8. Bila shaka kwa kufanya hivi na ikifanywa utekelezaji wake kuanzia hiyo Juni 14 mpaka Julai 13 katika michuano ya kombe la dunia la klabu, maana yake ni kwamba FIFA mwisho wa siku kupitia wataalamu wake kwenye kamati ya waamuzi na wengineo, mwisho wa siku watakuja na mapendekezo ya jumla kwamba kanuni hizo au tuseme matumizi haya ya kamera yawe approved, yathibitishwe ili yatumike kwenye michuano yote rasmi inayosimamiwa na FIFA ama vinginevyo. Na kuhusu makipa, ikifika sekunde 8 kona ikitumika, itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza upotezwaji muda usio na sababu ambao baadhi ya makipa huwa ni sehemu ya kupoteza muda huo, kwa sababu FIFA inataka mpira wa miguu uchezwe kwa dakika 90. Je, yakifanyika hayo nini kitakachotokea? Hilo ni swala la kusubiri. Lakini kwa kukumbuka tu, miongoni mwa klabu zilizokwenda kushiriki michuano hii ni pamoja na kwa Afrika ni Al Ahly ya Misri, Esperance de Tunis ya Tunisia, lakini vile vile kuna Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, kuna Wydad Casablanca ya Morocco. Hawa ndio wakilishi wa Afrika. Miongoni mwa klabu zinashindana kule ni pamoja na Real Madrid ya Hispania, ni pamoja na Manchester City ya England, kuna Barcelona ya Hispania, kuna Chelsea, kuna Inter Milan na klabu nyingine mbalimbali. Jumla ziko klabu 32 kutoka katika maeneo yaliyotoka kuyataja. Lakini kwa waamuzi ambao wanakwenda kutekeleza maboresho haya ni kutoka Afrika, wako waamuzi 5 akiwemo Robal Mustafa kutoka Algeria, kuna Ibrahim Mutaz huyu anatoka Libya, yule Algeria nishasema Robal Mustafa. Lakini pia yupo Sai Issa kutoka Senegal, kuna Jackie Ndala kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, halafu kuna anayefahamika mno nchini Tanzania kwa mambo hasi, akiwaletea maumivu katika mechi ya robo finali ya mabingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya Mamelodi kule Afrika Kusini, lakini pia akiwaletea maumivu wa Tanzania katika finali ya Simba dhidi ya RS Berkane kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Bila shaka ushamjua ni nani. Huyu sio mwingine ni Dahane Beida. Dahane Beida yeye ni miongoni mwa waamuzi ambao FIFA inaona ni waamuzi bora sana barani Afrika. Top 5 cream kabisa referees ambao wamejumuishwa katika michuano hii. Hawa ndio watakao practice, watakao fanya kwa vitendo mkakati huu, mpango huu wa kuongeza matumizi ya kamera kwa waamuzi watakaofungwa milini mwao, lakini pia kwamba golikipa akikaa na mpira kwa sekunde zinazofika 8, basi saa hiyo inakuwa kona. Lakini wakati huo matumizi ya teknolojia ya VAR, goal line technology, vyote vitaendelea, yote katika kuhakikisha mpira wa miguu unaendelea kuchezwa kwa haki, lakini pia ukiwa unajali muda, dakika 90 zitetewe, zichezwe uwanjani ili matokeo yawe kwa usahihi na pia kuwapa kile ambacho mashabiki wanakitarajia katika mchezo huu unaopendwa sana duniani kote. Je, itakuwa vipi? Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, bila shaka umenufaika kwa taarifa hizi ambazo baadhi yenu pengine hamkuwa mkizifahamu. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.